Mheshimiwa John Nchimbi atafuatana na Mheshimiwa Kakulu Buchard Kakulu. Mheshimiwa Dr. Regina Christopher Malima jiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa kupata nafasi hii na napenda kuchangia bajeti hii ya mwaka 26-27 kwa niaba ya wananchi wa jimbo langu la Nyasa kama ifuatavyo. Awali ya yote napenda kutoa pongezi kubwa sana kwa maandalizi makubwa ya bajeti yaliyofanywa na wizara zote mbili, Wizara ya Bajeti Mama na Wizara ya Mipango. Wameitendea haki nchi yetu ya Tanzania. Halikadhalika napenda kupongeza sana kwa hatua hii ya kufikia 74% kwamba bajeti yetu tunakwenda kujitegemea. Hii ni hatua kubwa sana katika taifa lililo huru. Ninaamini kama ambavyo watu wengi wamechangia na mimi nikiendelea kuamini, kama tutaendelea kubana matumizi ya kawaida na kubana matumizi ambayo yanahusisha mambo ambayo si ya muhimu sana kama warsha, vikao, mikutano, kukutana mara kwa mara, na tukapelekea bajeti hii katika maendeleo, tunaweza tukafika mpaka 80% ya kujitegemea. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda pia kupongeza sana katika ile hatua ambayo tumefikia ya kuhakikisha biashara zile ambazo zinaenda kwa makadirio zisiwe zinalipa kodi zinapoanza, bali zinalipa kodi mwisho wa biashara, mwisho wa mwaka au baada ya mwaka mmoja toka zimeanza. Hii itawafanya wafanyabiashara waweze kujijenga na kuweza kuwa tayari kulipa kodi na kuchangia taifa letu. Napenda kutoa rai kwa wafanyabiashara wote watumie nafasi hii vizuri, na isiyo ni sababu ya kuanza biashara mpya kila mwaka ili kuweza kufurahia ule mwaka mmoja bila kulipa kodi. Wanapaswa kuifahamu Tanzania ni yetu wote na itajengwa na Tanzania na Watanzania wenyewe, na Watanzania ni wao, na hatuwezi kuijenga bila kodi hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, alikadhalika nilipenda kidogo nichangie katika sehemu ambayo tumeongeza kodi katika wale wafanyabiashara wanaouza zaidi ya shilingi milioni 20 kutoka 3.5 mpaka 4.5 kwa mwaka. Mimi nadhani eneo hili kidogo lingeangaliwa, kwa sababu ukienda kwa mfanyabiashara anayefanya mauzo ya milioni 7, milioni 8, tukimwekea ongezeko la hii 1% ya 3.5 mpaka hii 4.5, tunakuwa tumemuumiza sana. Nilikuwa nafikiri ili kuwafanya wafanyabiashara wawe wengi na waweze kufanya biashara, na ndio sehemu ambayo inaajiri watu wengi katika Tanzania yetu, nilikuwa nafikiri wangeweza kuweka kwa percentage, badala kwenda moja kwa moja kutoka 3.5 mpaka 4.5, wangeenda kwa percent 2 ili wale wa chini ya milioni 10 wajikute wamepandisha mpaka 3.8 peke yake badala kwenda mpaka 4.5. Bado nikipiga hesabu haiwi fedha nyingi sana, na inaweza kuwafanya wasipate mshtuko wa ghafla wa kupanda kwa kiwango hiki. Maana tukumbuke wafanyabiashara hawa bado wana mikopo, wana wafanyakazi waliowaajiri katika biashara zao na kadhalika. Kwa hiyo tusije tukapelekea wakalazimika kuanza kufanya redundancy ya watumishi wao wanaofanya nao kazi, na mwisho tatizo ikawa limebaki pale pale. Mheshimiwa Naibu Spika, alikadhalika nitaka nichangie kidogo katika pato la taifa ambayo Mheshimiwa Profesa Mwongo anaita GDP. Katika pato la taifa, ukuaji wa pato la taifa tunakwenda mwaka huu tumekwenda kwenye 5.9 ambayo almost inakwenda 6%, na katika bajeti ijayo tumejipanga kwenda 7%. Sasa katika bajeti hiyo ambayo tumejipanga kwenda 7%, ina maana huu ni mwelekeo wa kwenda 2050 ambako tunataka tufike kwenye GDP pato la taifa ambalo litakuaji wa 8% mpaka 8% mpaka 9%, ili tuweze kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea. Lakini tukumbuke kwenye vision ya 2025 tulikuwa tumejiwekea kufika pato la taifa kwa kulikuza kwa 8%, ambayo hatukuweza kuifikia na tukaishia kwenye 5.9. Sasa wakati tukiwa tunajipanga na hili, tunatakiwa tujue wapi tulikosea, wapi tulipungukiwa, na nini kilifanya tushindwe kwenda kwenye kasi ile. Kwa sababu tunaweza tukawa tunapanga mpango, lakini huo mpango not attainable, kwamba hatuwezi kuufikia. Sasa yale ambayo yalitufanya tushindwe kuufikia ni lazima tuweke very clear na kuyatafutia solution yake na dawa zake, ili kufanya mpango huu uweze kufikiwa kule ambako tunataka kwenda. Na katika hii ningependa sana tuiangalie katika pato la taifa, hasa katika eneo ambalo limeajiri 64% ya Watanzania, na hili ni eneo la kilimo.
eneo hili ambalo limeajiri 64% ya Watanzania linachangia kwenye pato la taifa 26% peke yake. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba 64% ya Watanzania wameshindwa kufika hata 30% katika pato la taifa. Maana yake ni kwamba walioko vijijini wanaishi katika mazingira na katika maisha ambayo bado ni magumu. Hata kama pato la taifa litaendelea kukua, utakuta bado maisha yao wao yako chini. Ndio pale ambapo nasema pato la taifa liko juu, lakini maisha ya Watanzania au ya hao wananchi bado yako chini. Kwa maana hiyo, lazima ukuaji wa pato la taifa ili uweze kureflect na kuonekana katika mabadiliko ya maisha ya Watanzania 64%, basi ni lazima waguswe kwa namna moja au namna nyingine katika maisha yao. Na katika eneo hili ningependa mimi pia nichangie mambo machache. Kwanza kabisa, wakulima wetu ni lazima tuhakikishe tunawasaidia kupata masoko ya mazao yao. Huo ni mpango mkakati wa serikali. Badala ya kila mwaka kuwapatia subsidies kwenye mbolea, kuwapunguzia gharama, wanavuna mazao mengi, yanabaki ndani, hayauziki. Mwishoni mwakani tena wanarudi kuomba subsidies kwa sababu hawakupata fedha, hawakuweza kuuza yale mazao. Na zile taasisi kama NFRA zinanunua mazao, zinanunua mahindi kwa wakulima wangu mpaka kule Nyasa, Ruvuma, kule Songea, haziwalipi kwa muda unaotakiwa. Matokeo yake unawarudisha kule kule kwenye umaskini uliokuwepo awali. Ni bora tutafute masoko nje ya Tanzania, na kazi hii ifanywe na serikali yetu. Tutoe subsidies katika transportation, kuwezesha yale mazao kusafirishwa kwenda Kongo, kule wanachimba tu madini ya walimi. Burundi kuna masoko, Somalia kuna masoko. Wizara yetu ya viwanda na masoko isaidie Wizara ya Kilimo kutafuta masoko nje ya nchi kwa ajili ya wakulima wetu ili waweze kuuza. Hao wakulima wakiuza, wakipata fedha, hatutakuwa na sababu ya kuwapatia subsidies za mbolea kwa sababu wataweza kununua wenyewe hizo mbolea. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba sana serikali sasa ijikite katika kutafuta soko kwa ajili ya wakulima wetu. Soko. Jambo jingine ni kuhusiana na mbolea. Miaka ya nyuma tulikuwa na kiwanda cha mbolea hapa, nafikiri kwa Shinyanga, sikumbuki vizuri kilikuwa mkoa gani. Sasa hivi ni wakati mwafaka sasa kurudisha kiwanda chetu cha mbolea Tanzania. Serikali yenyewe ijenge kiwanda cha mbolea. Isione aibu kujenga kiwanda cha mbolea kama inatoa ruzuku ya mbolea. Zile ruzuku za mbolea kila mwaka zingewekwa kwenye kiwanda, zingetoa ajira, zingepunguza bei ya mbolea automatically, na tungekuwa tuna uhakika hata wanapopigana vita kule Marekani na wapi, sisi tuna mbolea ya kuuza kwetu na kwa majirani zetu. Kwa hiyo tusione aibu serikali kurudi na kujenga baadhi ya viwanda ambavyo ni viwanda vile vya kimkakati na kuvisimamia yenyewe. Hii tukionea aibu, tutaendelea kuteseka na kuendelea kuwatesa wakulima wetu. Jambo jingine huko vijijini ni infrastructure, hasa za barabara. Tumejenga sana barabara mijini na tunasahau vijijini ambapo 1% kubwa ya Watanzania ndiko wanakoishi. Kila mwaka utaona mipango kujenga barabara ya Dar es Salaam, kujenga Dodoma, kujenga wapi kwenye majiji na kadhalika. Vijijini kule hakuna mipango madhubuti ya ujenzi wa zile barabara. Tunahitaji kusafirisha mazao ya wale wakulima waweze kusafiri. Tunahitaji vijana wetu wanapokuja mijini kusoma watamani kurudi vijijini. Sasa hivi vijana wakija mjini hawataki tena kurudi vijijini. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaona mjini ndiko kwenye maisha yaliyo salama. Asante sana Mheshimiwa, muda wako umeisha. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.